na tuwepo kwa sababu ya matumizi endelevu ya rasilimali za ziwa hili. Mimi ndiye msimamizi wa sera ya uvuvi, lakini pia ni msimamizi wa utekelezaji wa ilani ya chama katika maelekezo yanayohusu uvuvi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa na matatizo makubwa matatu katika ziwa hili. Tatizo la kwanza ni la usalama kwa upande wa uokozi ambalo sasa linatatuliwa. Lakini la pili ni la usalama kwa upande wa majangili na uhalifu. Na la tatu ni udhaifu wa usimamizi na uhifadhi wa rasilimali za uvuvi. Yote matatu yana maelekezo mahususi ndani ya ilani, lakini maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais. Hili limekwisha, lakini utakumbuka kwenye vikao vya kiserikali, na wewe ni msimamizi wetu mkuu, Mheshimiwa Rais ameelekeza kuimarisha mifumo ya ulinzi na usalama katika maziwa yote nchi nzima na bahari, ili kukomesha vitendo vya uhalifu, unyang'anyi na wizi vinavyoendelea. Na mimi nimeshatembelea mikoa yote ya kanda ya ziwa. Mambo yaliyokuwa yanalalamikiwa ni mambo matatu hayo hayo. La kwanza, kwamba samaki wanaisha kwa sababu ya uvuvi usiozingatia sheria. La pili, usalama wa wavuvi si mzuri wa kuridhisha. Na la tatu, wanapopata majanga hawapati uokozi. Sasa niko hapa kuthibitisha kwamba yote yaliyoahidiwa hayo matatu wakati wa uchaguzi yote yatatekelezwa, na mwanzo ndio huu. Na nafurahi viongozi wetu wa chama, wajumbe wa halmashauri kuu wako hapa, mnatuona tuko kazini. Na mimi ni waziri mpya wa uvuvi na mifugo, chuma kipya kabisa. Nikuhakikishie yote matatu chini ya usimamizi wako tunakwenda kuimarisha kuanzisha chombo mahususi cha usimamizi na udhibiti wa rasilimali za uvuvi, kukomesha vitendo ambavyo vinatuharibia mazalia ya samaki na kutufanya tuwe mafukara. Tumeshaanza, tunaenda kwa mchaka, na wewe umetuahidi kutunga mkono. Hili la pili limefanyika. Kazi yetu ni kutoa elimu. Habari kwa wavuvi sasa ni 110. Ukipata tatizo 110, utakuwa umefikiwa, utakuwa umeokoka. La pili ni la ulinzi na usalama. Pia anatoka katika eneo hili, ameshapokea maelekezo, na mimi chini ya usimamizi wako tunaenda kuimarisha ulinzi na usalama katika maziwa yetu yote na baharini. Na la mwisho ni kushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Wewe sasa ni waziri pacha kweli kweli kwangu. Sasa wanaweza wakaona kwa nini TASAC inawatoza. Huyu ndio waziri wa TASAC. Makati ya malalamiko walikuwa wanauliza mbona TASAC naye inachukua vitozo. Inachukua vitozo kusudi kuimarisha shughuli za uendeshaji wa uchumi wetu. Kwa hiyo nikushukuru sana na nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri Profesa Mbarawa kwa kuja hapa kuthibitisha kwamba wizara yako ni mdau mkubwa kwenye sekta ya uvuvi. Na washukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.